Karibu mwanafunzi. Acha tujadiliane leo, tunaangalia KPSEA Kiswahili. KPSEA grade 6 Kiswahili, tunapojiandaa katika mtihani wetu wa mwaka huu. Soma mazungumzo haya kisha ujibu swali la kwanza hadi la 5. Mazungumzo yafuatayo yanahusu mpangaji ambaye anatafuta nyumba ya kuishi na mwenye nyumba. Mosi, hodi hodi. Hodi hodi. Habari za mwenye nyumba. Mimi ni Mosi na ningetaka kujua zaidi kuhusu nyumba zako. Una nyumba ngapi na ziko wapi? Asana. Nzuri sana Mosi. Nina furaha kukutana nawe ofisini kwangu hapa mjini Nairobi, Kenya. Nina nyumba 10 kule Kampala, Uganda, Dar es Salaam, Tanzania na Bujumbura, Burundi. Je, ungetaka kuishi wapi? Mosi. Vizuri sana. Ninaweza kuishi mahali popote. Sasa sina kazi lakini mimi ni mhandisi na ninaweza kupata kazi mahali popote. Unafikiri ni lazima niishi wapi? Hasna. Swali nzuri. Kwangu kote kuko sawa kwa sababu ninapenda kusafiri sana. Mimi sikai nyumba moja kwa mara nyingi. Unapenda bahari ama ziwa? Mosi. Wakati wa utotoni, wazazi wangu walinipeleka baharini wakati wa likizo za shule kila mwaka. Nimesahau upendo wangu kwa bahari. Nafikiri ningependa kuishi karibu na bahari ya Hindi. Nitaleta familia yangu baadaye na natumai pia wao wataogelea baharini kila siku. Hasna. Vizuri sana. Ni dhahiri kuwa ni lazima ukodi nyumba ya Dar es Salaam. Nyumba zangu za Dar es Salaam ni 5. 2 ni za ghorofa karibu na bahari na 3 si za ghorofa na ziko mbali na bahari. Mosi. Mimi nina familia. Ninaweza kukodi nyumba ya ghorofa. Ina vyumba vingapi? Hasna. Chumba kimoja, kila nyumba 4. Kina jiko, sebule, bafu na chumba cha kulala. Kingine kina vyumba 3. Jiko, bafu na chumba cha kulala. Mosi. Bei ya kodi ni ngapi kwa nyumba yenye ina sebule na nyumba bila sebule? Hasna. Kodi kwa nyumba ya sebule ni 500,000. Kodi kwa nyumba bila sebule ni sawa kwa sababu mtaa ni mzuri zaidi. Utalipa siku ya kwanza ya kila mwezi. Mosi. Bei ni rahisi. Ninafurahi. Kitu ambacho ninahitaji tu ni barabara ya lami, fanicha na hospitali karibu. Ni kweli eti kila nyumba iko karibu na barabara ya lami na hospitali? Sina fanicha. Hasna. Zote zina fanicha, barabara ya lami na hospitali. Hakuna huduma za takataka isipokuwa wewe unanunua huduma za biashara tofauti. Mosi. Sawa. Sasa ninaweza kutia saini katika mapatano ya ukodishaji
kwa nyumba ya ghorofa yenye sebure. Hasna, ndiyo hapa yako mapatano ya ukodisaji. Iko barabara ya Hemida. Utatumia lini? Utahamia lini? Mosi, wiki ijayo nitahamia. Asante sana, Hasna, karibu. Maswali. Mkutano huu ulifanyika wapi? Tumesikia mkutano huu ulifanyika Nairobi kwa sababu nyumba za huyu bwana Hasna zilikuwa Nairobi. Kwa hivyo mkutano ulifanyika Nairobi. Hasna ana nyumba ngapi? 20, 5, 10, 12. Tumesikia kwamba ana nyumba 10 masehemu mbalimbali. Kwa hivyo kutokana kwa hadithi, huyu akimuuliza, tumesema hapa Musa akimuuliza vizuri sana, naweza wakati utotoni. Hapa Hasna akisema, Mosi, ninafurahi kukutana nao ofisini kwangu. Nina nyumba 10. Sawa. Nina nyumba 10 kule Kampala, Uganda. Kwa hivyo ana nyumba jumla ya nyumba 10. Mosi alitaka kuishi wapi? Karibu na mto, karibu na bahari Hindi, karibu na bawabu. Kwa wazazi wake alikuwa anataka kuishi karibu na bahari kwa sababu kwa wakati mwingi hajaenda kuogelea baharini. Kwa hivyo alitaka kuishi karibu na bahari. Nyumba aliyoichagua Mosi ilikuwa na sehemu hizi ila: jiko, bafu, sebule, chumba cha kuegesha magari. Ilikuwa na jiko, bafu, sebule, bali haikuwa na jumba za kuegesha magari. Ni nini kinachodhihirisha kuwa Mosi amekodi nyumba? Risiti, barua ya kodi, mapatano ya ukodishaji, picha ya nyumba. Ni mapatano ya kodi. Mapatano ya ukodishaji ndiyo inatuonyesha kwamba hakika ameweza kukodi ile nyumba. Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu swali la 6 na hadi 11. Siku moja bwana chapakazi aliwaita watoto wake 4, Hamisi, Juma, Riziki na Tatu. Alitaka kujua kila mmoja angependa kufanya nini atakapokuwa mtu mkubwa. Baada ya kupata staftahi, aliwataka watoto kubaki sebuleni. Akasema, wanangu, nimewaita hapa ili tuzungumze juu ya maono yenu. Ningependa kujua kila mmoja anatamani afanye kazi gani awapo mkubwa. Watoto walikaa kitako huku wakimsikiliza kwa makini. Bwana Chapakazi alisema, haya, tuambie wewe Hamisi, wewe ungependa kuwa nani? Hamisi akajibu, mimi ningependa kuwa tabibu. Ninapenda sana kutibu watu. Natamani kuona watu wakipona maradhi yao na kuwa na afya bora. Baba akasema, sawa mwanangu, umechagua kazi nzuri. Afya ni bora kuliko mali. Bila shaka pia utaangalia hata afya zetu wazazi wako tukizeeka. Ili ufikie malengo yako lazima uwe na bidii katika masomo yako, hasa yale ya sayansi. Juma naye alisema kuwa angependa kuwa rubani. Angefurahi kuendesha ndege na kwenda sehemu mbalimbali za dunia. Hamisi alishangaa kuwa kupaa hewani kama ndege kunaogofya. Juma alimwambia pilipili usiyoila ya kuwashia nini?
baba alimweleza Juma kuwa hilo ni chaguo bora, ila weka bidii katika masomo ya sayansi na jiografia. Ikafika zamu ya Riziki. Riziki alisema kuwa alikuwa na mahaba ya utangazaji na angependa sana aonekane kwenye runinga akitangaza. Angetaka ajulikane sehemu mbalimbali duniani. Wote walifunjika mbavu. Baba akamwambia kuwa binti yake anataka kuwa mashuhuri, na hivyo Mungu amuongoze sana na asome kwa bidii lugha zote. Tatu naye alitaka kuwa mfanyabiashara. Alisema kuwa angetaka kuwa na fedha nyingi sana. Atakuwa akienda ughaibuni kuleta bidhaa za kuuza. Baba akamwambia kuwa atie bidii katika somo la hisabati na la biashara. Mwishowe baba aliwaasa watoto wake wawe na bidii katika masomo ili watimize malengo yao. Maswali. Kwa nini Bwana Chapakazi aliwaita watoto wake? Ili wapate stafstai? Hapana. Ili waombe pamoja? Hapana. Ili waeleze wema wao? Hapana. Wajadili watakachofanya wakati watakuwa wakubwa. Wakiwa wakubwa walitaka kujadili wajue wanataka kuwa nini. Maono ya Hamisi yalikuwa yapi? Yaani Hamisi yeye alikuwa anataka kuwa nini? Kwa hivyo tumesoma kwamba Hamisi alikuwa anataka kuwa tabibu. Kwa hivyo ukitaka unarudi kwa hadithi kisha unaangalia mahali Hamisi anazungumza. Hamisi ndio huyu hapa. Hamisi alisema hivi. Bwana Chapakazi, haya mtuambie Hamisi. Kwa hivyo Hamisi ndio huyu anazungumza. Wewe ungependa kuwa nini? Hamisi alijibu, mimi ningependa kuwa tabibu. Kwa hivyo majibu unayadondoa jinsi unavyoona, na yadondoa hapo katika hadithi ambayo tumepewa au kifungu ambacho tumepewa. Kwa hivyo alitaka kuwa tabibu, sio dereva. Alikuwa anataka kuwa tabibu. Juma alihimizwa atie bidii katika masomo yapi? Juma alihimizwa. Kwa hivyo unapokwenda kwa Juma unarudi kwa kifungo, unaangalia Juma alikuwa anasema. Juma naye alikuwa angependa kuwa rubani. Kwa hivyo ukiangalia hii aya hii inatuambia kwamba alikuwa anataka kuwa rubani. Kwa hivyo tukirudi kwa swali tunajibu kwa uwepesi. Juma alihimizwa atie bidii katika masomo yapi? Kwa sababu alikuwa anataka kuwa rubani, Juma aliambiwa asome sana jiografia na sayansi. Kwa hivyo hiyo tuliona akiambiwa afanye bidii sana kwa sayansi kisha jiografia, kwa sababu mtu ambaye anakuwa rubani lazima jiografia imkubali. Methali, pilipili usiohila ya kuwashia nini? Ina maana gani? Ukila pilipili utawashwa? Hapana. Pilipili ni kali kwa wale wanayoila? Hapana. Kama jambo alikuhusu halina madhara kwako, hapo ndipo. Kama jambo alikuhusu halina madhara kwako. Kwa hivyo unasema mambo ambayo hayakuhusu yanakuwasha nini? Kwa nini unajihusisha na mambo ambayo hayakuhusu? Hivyo ni kusema pilipili usiyohila ya kuwasha nini? Kwa nini Riziki alitaka kuwa mtangazaji? Riziki alitaka kuwa mtangazaji kwa sababu gani? Basi unarudi kwa Riziki. Unarudi kwa kifungu chetu, unaangalia mahali Riziki alikuwa anazungumza. Riziki ako wapi? Tunaangalia ndiye alizungumza wangapi. Riziki ndiye amekumbuka. Riziki alisema kuwa alikuwa ana mahaba ya utangazaji na angependa sana aonekane kwenye runinga akitangaza. Kitu cha kwanza alitaka sana ni aonekane kwenye, kisha ajulikane sehemu mbalimbali duniani.
Sawa sawa. Kwa hivyo lengo lake ilikuwa nini? Tunarudi kwa swali. Kwa nini Riziki alitaka kuwa mtangazaji? Alipenda kusoma barua? Hamna. Alitaka kuwa maarufu? Ndiyo. Alipenda kuwa kwa runinga? Hapana. Alitaka kuwaona watangazaji? Hamna. Alitaka kuwa maarufu. Unapokuwa maarufu unajulikana dunia yote. Kwa hivyo lengo lake ilikuwa ni ajulikane duniani kote. Shairi. Ninapiga goti kwa Mola natuma dua. Kuna kisungumukuti inatusamisha mvua. Hii mbaya bahati na watu wanafia. Mungu utuhurumie, mafuriko yatuua. Kuanzia Kinondoni hadi kule Ubongo, maji hadi sebuleni, maji hauna mpango. Ya tere barabarani, mvua imevunja majengo. Mungu uturehemu, mafuriko yatuua. Hata kuna poromoko latia huruma. Watu wamo huko mekuwa kama kiama. Hapa ni masikitiko, nyumba chini tazama. Mungu utuhurumie, mafuriko yatuua. Jana nalifunga boma, yanibidi kuondoka. Tunusuru ya Karima, nyumbani pamefurika. Jiji limeshazizima, kuta zinaboromoka. Mungu utuhurumie, mafuriko yatuua. Maswali. Shairi hili lina beti ngapi? Beti ni ngapi katika shairi hili? Moja, mbili, tatu, nne. Shairi hili lina beti 4. Moja, ubeti 1, 2, 3, 4. Shairi hili lina beti 4. Mshororo wa mwisho kwa ubeti unaitwaje? Ule mshororo wa mwisho ambao unarudiwa unaitwa kibwagizo. Kwa hivyo hapa kibwagizo chetu kilikuwa ni Mungu utuhurumie, mafuriko yatuua. Shairi hili linazungumzia nini? Ukosefu wa chakula hamna, maendeleo maishani hamna, madhara ya mvua ndio. Kwa hivyo ilikuwa ni madhara kwa sababu tunaona mafuriko yanaua watu na nyumba zinazima, kuta zinaboromoka, hivyo ni madhara ya mvua. Mshororo wa kwanza, mshororo ni mstari. Mshororo wa kwanza katika ubeti wa kwanza unamaanisha nini? Kwa hivyo turudi mshororo wa kwanza katika ubeti wa kwanza. Ubeti wa kwanza tuangalie hapa. Hapa ninapiga goti kwa Mola natuma dua. Kwa hivyo mshororo wa kwanza unatuambia kwamba huyu alipiga magoti ili kutuma dua lake, kuomba Mola awahurumie, apate kuwasaidia wasikuje kusombwa na maji. Kwa hivyo mtuangalie maswali, majibu yanasema nini? Mshororo wa kwanza unamaanisha nini? Anapiga magoti na kuomba Mungu. Anaandaa dua kwa maisha? Hamna. Anapiga goti ili dua ije? Hapana. Dua ndio chanzo cha magoti. Hapana, anapiga goti na kumuomba Mungu amunusuru. Kati ya haya madhara, lipi alijatajwa kwenye shairi? Kuporomoka kwa nyumba,
mafuriko, vifo vya watu, mavuno bora katika jamii. Hamuna D, hakuna kitu kama hicho tumesoma. Kwa hivyo jibu sahihi katika namba 15 ni D, da. Shule ya Leki, ukitaka kujua majibu sahihi kwa kuchaza mapengo kama haya, lazima usome kiko kifungo chote ulichopewa, kisha ndio uanze kuweka, uone ngeli yenye imetumika ni wakati upi umetumika, ndio uanze kujibu. Shule ya Leki ipo dash mji wa Singida. Shule hii ina dash mazuri kupendeza. Katika karibu na shule hiyo kuna ziwa Singidani. Walimu, wafanyikazi na wanafunzi hupata hewa dash na upepo mwanana kutoka katika ziwa hili. Sehemu kubwa ya ziwa Singidani hukauka majira ya kiangazi. Siku moja, wanafunzi wa darasa la 6 waliamua kufanya ziara fupi katika dashi jirani ya shule yao. Kuna wengine hawakupata dash la usingizi kwa kuisubiri siku hiyo. Wanafunzi walitamani kutembea sehemu hiyo. Kwa hivyo unapoona kama 20 hawakupata lebe la usingizi, hiyo ndio unaona hiyo jina inaingia peke yake. Kwa hivyo ni vizuri kusoma kwanza kisha unaanza kujibu. Kwanza sasa tuanze nambari 16. Shule ya Leki ipo kando ndani katika pale, iko katika mji wa Singida. Shule hii ina mandhari, ina matarajio, ina mandhari mazuri ya kupendeza. Karibu na shule hiyo kuna ziwa Singida. Walimu, wafanyikazi hupata hewa murua. Sasa hapa wanataka kuangalia kama unajua the correct spellings ya jina murua. Kwa hivyo ni murua. Hewa murua na upepo mwanana kutoka katika ziwa hili. Sehemu kubwa ya ziwa Singida hukauka majira ya kiangazi. Siku moja, wanafunzi wa darasa la 6 waliamua kufanya ziara fupi katika mazingira. Kwa hivyo wanataka kujua kama unajua mazingira. Katika mazingira jirani ya shule yao. Kuna wengine hawakupata lepe la usingizi. Walilala kwa usingizi wa mang'amu. Wakiamuka wakitarajia asubuhi itafika saa ngapi tupate kuenda ziwani kuona watakayo yaona. Chagua jibu mwafaka katika swali la 21 hadi 30. Swali, jibu mwafaka. Andika sentensi ifuatayo kwa wingi. Kiroboto amekamatwa. Kiroboto ni mdudu aliye hai na ako katika ngeli ya kivi. Kwa hivyo kiroboto ni viroboto. Viroboto wamekamatwa. Viroboto vimekamatwa. No, ni viroboto kwa sababu vina uhai. Viroboto wamekamatwa. Tambua nomino ambata katika sentensi hii. Nomino ambata. Mgonjwa alipimwa kwa kipimo joto katika. Nomino ambata ni yale nomino mbili zimeunganishwa pamoja. Sawa sawa. Kwa hivyo ukiangalia hapa, mgonjwa ni nomino moja, alipimwa kwa kipimo joto ni nomino ambata. Kipimo joto ni nomino ambata kwa sababu inaunganisha nomino mbili. Chagua sentensi iliyoakifishwa vizuri. Kwenu ni wapi? Mwaka umeisha.
Je, wewe unalala? Ameenda Mombasa. Kwa hivyo ilikuwa swali, kwenu ni wapi? Ndiyo sahihi. Kwenu ni wapi? Unauliza swali. Mama alikula chumvi nyingi huitwaje? Mama aliyekula chumvi nyingi huitwaje? Mtu ambaye amekula chumvi nyingi ni mtu ameishi miaka mingi. Kwa hivyo ni mtu ni bibi. Bibi ni mama jise. Anaitwa bibi. Mama jise ambaye amekula chumvi na kuna miaka mingi anaitwa bibi. Kati ya vifaa hivi kipi kiko katika ngeli ya lia? Kuna meza, meza hii, meza hizi. Kwa hivyo unapotaka kujua ngeli ya kitu, lazima ukitungie sentensi kisha uandike umoja wa hiyo sentensi na wingi. Kwa mfano, meza hii, meza hizi. Kwa hivyo unaona meza iko katika hizi. Ngeli ya hizi. Kisu hiki kivi, jembe hili, majembe haya. Kwa hivyo ja ndiyo sahihi kwa swali hili. Jembe liko katika ngeli ya lia. Jembe liko katika ngeli ya lia. Hii ni kivi. Kamilisha methali hii. Mugaga na upwa haliwali mkavu. Kamilisha sentensi ifuatayo. Nyuso zinapendeza. Nyuso zao. Nyuso zao zinapendeza. Chagua nahau inayojumuisha maneno yaliyopigiwa mstari. Malkia alipangusa sakafu kwa maji na kitambaa. Hiyo ni kupiga deki. Piga deki ni kumop. Tambua kisawe cha maneno yaliyopigiwa mstari. Kisawe ni maneno ambayo yanasawia, yana usawa. Lakini ni uchochole. Chagua neno lililo katika kauli ya kutendewa. Kutendewa ni fanyiwa. Kwa hivyo umefanyiwa. Ni somewa, lima, pikia. Ni somewa, umetendewa. Asante sana. Kuwa na siku njema.